Ni miaka takribani 9 ama 10 imeweza kupita tangu tamthilia ya Huba iweze kuanza pale DSTV channel namba 160 Maisha Magic Bongo. Bwana, na tamthilia hii bana imeweza kufikia ukingoni, lakini tamthilia hii ilikuwa na safari ndefu ya hapa na pale, milima na mabonde. Kuna baadhi ya wasanii maarufu pia walipoteza maisha wakiwa ndani ya tamthilia hiyo, ikiwemo Grace Mapunda ambaye alifahamika kama Tesa, lakini pia tunamkumbuka mzee wetu Ashim Kambi ambaye alifahamika kama Full. Mzee Full naye aliweza kupoteza maisha. Hivyo basi ilikuwa ni safari ndefu yenye misukosuko ya hapa na pale, lakini pia kulikuwa kuna furaha na matumaini ya kufika mbali. Na leo hii bwana wameweza kutoa taarifa kwamba hatimaye tamthilia hiyo inakwenda kufikia ukingoni, na hii ni baada ya kuwaburudisha watazamaji kwa miaka 10. Tamthilia maarufu ya television ya Huba itafunga rasmi pazia lake kupitia Maisha Magic Bongo tarehe 6 Julai mwaka 2026. Baada ya kuwaburudisha watazamaji kwa miaka 10, tamthilia maarufu ya television ya Huba itafunga rasmi pazia lake kupitia Maisha Magic Bongo tarehe 6 Julai mwaka 2026 baada ya kufanikisha misimu 14 ya kipekee. Tamthilia hiyo ilianzishwa mwaka 2016. Huba haikuwa tu telenovela ya kwanza kuonyeshwa kwenye Maisha Magic Bongo, bali pia ilikuwa ni telenovela ya kwanza kuzalishwa nchini Tanzania. Tamthilia hiyo iliyogeuka kuwa jambo la kipekee katika utamaduni wa television nchini, ikichangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa sekta ya kisasa ya television Tanzania kupitia utoaji wa ajira, kuibua vipaji vipya na kuthibitisha kuwa uzalishaji wa ndani unaweza kuwa biashara yenye mafanikio. Mtayarishaji mkurugenzi wa tamthilia hiyo, Aziz Mohamed, amesema mafanikio makubwa ya Huba ni kubadilisha mtazamo kuhusu sekta ya filamu nchini. Katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, Huba imekuwa jukwaa muhimu la kukuza na kuibua waigizaji wengi chipukizi. Lakini mwigizaji Nelly Kamwelu maarufu kama Nell amesema Aziz Mohamed ndiye aliyemfungulia milango ya kuingia katika tasnia ya uigizaji. Kwa upande wake, mwigizaji Jacobo Steven almaarufu kama JB amesema Huba ilikuwa hatua muhimu katika safari yake ya uigizaji na imemsaidia kujijengea mustakabali ndani ya tasnia hiyo. Aidha, JB amesisitiza mchango mkubwa wa Maisha Magic Bongo katika kuboresha maisha ya kiuchumi ya waigizaji nchini. Mwigizaji Gertrude Mwita anayefahamika kama Kibibi amesema tamthilia hiyo imekuwa na michango mikubwa katika maendeleo yake ya kitaaluma kwa kipindi cha miaka 9 aliyekuwa sehemu ya Huba. Safari hii imenisaidia kukua kama msanii. Katika miaka 9 niliocheza kwenye Huba, nimetunikiwa mara 3 tuzo ya mwigizaji bora wa kike wa mwaka. Pia alisema hivyo Gertrude Mwita. Mwigizaji Kidoa Salum naye akasema kwamba mwigizaji Kidoa Salum almaarufu kama Tima ameeleza kuwa alipata ujauzito wakati akifanya kazi kwenye Huba, akajifungua akiwa bado sehemu ya tamthilia hiyo, na baadaye mtoto wake akapata nafasi ya kuigiza ndani ya Huba. Mashabiki wanaweza kufuatilia siku za mwisho za Huba kila Jumatatu hadi Jumatano kupitia Maisha Magic Bongo DSTV channel namba 160 kuanzia saa 3 kamili usiku. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Reggae Films. Basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kwanza kupata updates na makala.